Nisaidie kumwambia jirani, yajayo yanafurahisha. Tumlete mkurugenzi kwa makofi mazuri kabisa. Ndugu mgeni rasmi, akishamaliza mkurugenzi kutambulisha, tutakuomba tafadhali uwaombe hawa wateule wapya neema ya Mungu katika mazingira yao mapya. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu shule hii ilipoanza na wanafunzi 5 na walimu 6, walimu wakiwa wengi kuliko wanafunzi, mahali hapa kukiwa na vichaka na majoka, kuna wazazi walituamini licha ya mazingira magumu yale, walituletea watoto. Na mwalimu Kilamba alikuwepo hapa kupambana. Amepambana mpaka mnavyoona hivi. Mwalimu Kilamba kama headmaster. Sisi tunamshukuru sana. Sana sana sana, maneno hayatoshi. Lakini kama alivyosema katibu wetu, wakati sasa umefika wa kudecentralize majukumu. Yeye mwenyewe alikuwa ni headmaster, mimi nilikuwa manager, lakini kwanza niko mbali na wizara inataka mtu wa education per se. Jambo hilo tulilitafakari kwenye bodi ya idara kwanza, maana sisi tuna bodi mbili hapa, kuna bodi ya idara na kuna bodi ya shule. Tukalitafakari kwenye bodi ya shule pia, na tulipozungumza tukaona kwamba Mwalimu Kilamba tumpe hatua ya juu zaidi. Yeye kuanzia sasa anakuwa ni manager wa shule yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni hatua mpya kwake kwamba atakuwa ni manager, ndio overall wa mambo yetu ya umeneja hapa shuleni. Lakini pili, sasa nani anachukua nafasi yake? Bodi ya shule ikatuomba sisi idara kwamba ninyi ndio wenye shule, tafuteni mtuletee mtu. Nashukuru leo yuko mwenyekiti wa bodi yuko mahali hapa, na naamini mtamuona si muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumefanya mchakato mrefu wa miezi kadhaa kutafuta mkuu wa shule mpya, na tumempata. Ana uzoefu wa kusimamia shule kubwa kuliko hii. Sisi tuna wanafunzi 640 hapo, lakini shule aliyokuwa anasimamia ina karibu 1000 kama haijazidi. Kwa hiyo ni mtu ambaye amesoma elimu, education, kuanzia bachelor degree na master degree, amesoma education. Lakini sio hivyo tu, sisi tunaangalia pia kitu kingine, kwa sababu hatuko hapa kuongeza idadi ya mashule tu ya sekondari. Tunachangia kitu ambacho mashule ya serikali ya sekondari hayawezi kuchangia, kipengele cha maadili ya Kikristo. Hicho kipengele ni cha kwetu sisi. Hatuitegemei serikali ichangie hicho. Hatuitegemei serikali iwafanye hawa watu wampende Mungu, wamtumikie Mungu. Kwa hiyo huyu mtu tumempata, ana elimu ya masters ya theology kutoka Global University. Na huyu mtu ana passion ya kumtumikia Mungu. Mahali kadha wa kadha hata ametumika kama mchungaji msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi
wengi wenu hapa mmeshawahi kumuona tayari, wengi wenu hapa, wachache tu waliokuja wamechelewa kumuona. Naye anaitwa Mwalimu Jesse Matosha. Makofi, 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 makofi. Wakati wanaomba mkuu Kilamba pamoja na Jesse Makilamba na Jesse, kama tuwalete kwa makofi wote wawili, tuwalete kwa makofi wote 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 wote, tuwapokee kwa makofi mazuri ya kutosha. Twende namna hii, juu juu juu. Hallelujah. Wazazi nyie mliowahi, mtoto wenu yuko katika mikono salama kiroho. Hallelujah. Na Kilamba bado yupo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko katika mikono salama kielimu, kitaaluma na kiroho, kwa sababu Matosha yupo na Kilamba yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi sasa ni heshima yangu nimkaribishe Makamu Askofu Mkuu Dr. Mhiche aje aweke wakfu watu hawa katika majukumu yao mapya kwa utukufu wa Mungu. Karibu. Unaweza ukasimama katika tendo hili maalum sana. Wakati wao watapiga magoti, naomba wewe usimame. Askofu ndio. Haleluya. Askofu wa jimbo, tafadhali. Asante sana. Umeijali shule hii na hata kuweka mabadiliko haya si kwa ajili ya kurudi nyuma, badala yake ni kusonga mbele. Watu hawa umewapa majukumu ya kulea shule hii. Asante Bwana kwa ajili ya mkuu wa shule mpya. Asante kwa ajili ya meneja mpya. Baba, tunawaweka mikononi mwako. Nyakati zote peke yetu hatuwezi, lakini katika wewe tunayaweza yote. Pamoja na wewe watatenda makuu. Baba, asante, na leo tunawaweka wakfu mbele zako, ya kwamba wakatembee kwenye ulinzi wako, wakatembee kwenye upako wako, wakawe baraka kwa wazazi, wakawe baraka kwa watoto, wakawe baraka kwa jamii inayozunguka hapa, wakawe baraka kwa jamii ya Beroya Secondary School. Baba, kwa umoja wao wewe utajidhihirisha na kutenda makuu. Tunawaachilia chini ya neema hii sasa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkutano wote tuseme amen. Asante sana sana sana. Tunashukuru sana, na mimi niongezee kidogo kwa ndugu yetu Kilamba. Wakati ule anafyeka msitu, mimi nilikuwa nasema kwa kweli kuna watu wameitwa kwa namna ya kipekee. Kuna sentence alisema, nina mzigo, nataka shule hii iingie katika 10 bora. Wakati huo kuna wanafunzi sijui 5 wangapi, lakini leo mambo yanatokea. Asante. Asante sana askofu. Asifiwe mwalimu. Amina. Bwana asifiwe sana. Hongereni na maafa. Tunamshukuru Mungu kwamba yamekuwa vizuri sana. Fahamu? Kwa jina naitwa Mwalimu Jesse Matosha. Yes. Unajisikiaje kuwa ndani ya shule ya Beroya ukiwa kama mwalimu? Kwa kweli najisikia vizuri sana sana sana. Tangu nilipofika hapa mara ya kwanza nimeona mandhari iliyopo hapa na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwenye miundombinu kwa maana ya maabara, kwa sababu tunapozungumzia shule tunaangalia miundombinu inayohusiana na taaluma. Kwa hiyo kuna mambo nilikuwa naangalia zaidi maabara, naangalia maktaba, naangalia mabweni ambapo watoto wanalala, lakini pia miundombinu mingine kama vitendea kazi vya walimu na kadhalika.
lakini pia kwa mandhari tu ilivyoandaliwa na majengo yaliyojengwa na ubora na kila kitu, kwa kweli nilifurahi sana na ninajisikia fahari kuwepo Beroya Mission. Naam. Umepewa nafasi sasa ya kushika nafasi ya mwalimu ambaye alikuwa ni mwanzilishi, na pengine umeona pia kazi ambayo ameifanya. Una neno gani la kuzungumza kwake kabla hatujaingia kwenye nafasi yako? Asante sana. Kimsingi kanisa limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa hata shule pia huwa zinajengwa juu ya misingi ya wale ambao wameanzisha, na kwa kweli kazi imefanyika. Kwa mtu yeyote mwenye macho ya kuona haambiwi tazama. Kazi imefanyika kubwa, kutoka wanafunzi 5 mpaka wanafunzi 640. Ni kazi ambayo ni kubwa kwa ndani ya muda mfupi wa miaka 6-7 ambayo mtu anaweza kufanya. Kwa hivyo mimi naona kama nina kazi ambayo sio ngumu sana, kwa sababu tayari natembea juu ya mabega ya majiant ambao wameshatangulia. Kazi kubwa imeshafanyika. Sasa tunatoka hapa kwenda hatua nyingine, kama alivyosema katibu mkuu na mkurugenzi wetu kwamba tumeshatoka sasa kwenye pioneering phase, tunakwenda kwenye kuexpand. Tunataka tuwe na Beroya ambayo itakuwa ni mfano, Beroya ambayo italeta taswira nyingine mpya katika tasnia ya elimu Tanzania. Wakati unapewa taarifa kwamba unachaguliwa au utapewa nafasi ya kuwa mkuu wa shule ya Beroya, wewe ulilipokeaje hili? Nilipokea kama wajibu mkubwa, kwa sababu kazi unaweza ukaifurahia kama hujui. Lakini nimekuwa makamu mkuu wa shule, nimekuwa mwalimu wa nidhamu, nimekuwa mkuu wa shule kwa miaka mingi sasa tangu 2014. Kwa hivyo unaponiambia kwamba ninaenda kupewa jukumu ambalo ninalifahamu, nilijua kwamba kutakuwa na kazi nzito ya kufanya, lakini niliona ni vizuri kwangu pia kwamba ninaweza nikaaminiwa kuchukua wajibu mkubwa, na nina uhakika kwamba kiukweli tutaweza kwenda mbele sana kutokana pia na msingi ambao umesha. Kwa hiyo nilijisikia vizuri, japo pia niliona kama ni wajibu mkubwa sana, na ninaona nina deni kubwa, hasa nikiangalia kazi iliyofanyika. Unawaahidi nini wakurugenzi, bodi nzima ya shule, wale ambao wamekuamini wakakupa nafasi hii ya kuwa mkuu wa shule hii? Kitu cha kwanza, ninawaahidi maadili ya hali ya juu sana. Ninaheshimu sana nafasi ambayo wamenipa. Najua kulikuwa na mchakato mrefu ambao umefanyika mpaka mimi kupatikana. Kwa hivyo silichukulia jambo hili kwa wepesi. Kwa hivyo naweza nikawaahidi kwanza, moja, utumishi ambao ni wa kimaadili, lakini pia kufanya kazi kwa bidii. Mimi ninaamini sana katika kufanya kazi kwa bidii, kujituma, lakini sio tu kufanya kazi kwa bidii mimi kama mimi, ni kufanya kazi kama timu. Mara nyingi sana kwenye taasisi tunaheshimu sana teamwork kuliko ile one man show, kwa sababu ukiwa na teamwork unaweza kufanya vitu vingi zaidi. Wanasema ukitaka kukimbia kwenda mbali lazima ukimbie na watu wengine. Kwa hivyo ninawaahidi kwamba tutafanya kazi kubwa, tukianzia hapa ambapo wenzetu wamefikisha na kuhakikisha kwamba tunakwenda mbali ambapo wameshatutazamisha. Kwa hivyo niwaahidi tu kwamba wakurugenzi pamoja na viongozi na wamiliki wa shule, lakini pia na wazazi na jamii nzima, kwa sababu shule ni mali ya jamii pia, kwamba waelewe kwamba hatuji kutangua torati, tunakuja kuikamilisha. Kwa hivyo tutafanya vizuri na tutajitahidi kwa kadiri Mungu atakavyotuwezesha kuifikisha Beroya kwenye fahari, kuifikisha Beroya kwenye mahali ambapo watu watajisikia fahari kwamba wanatambulika kupitia Beroya pia. Naam. Pengine neno la mwisho kwa wale ambao wanakutazama, kwa wale ambao wanatamani kuleta pengine wanafunzi hapa Beroya Mission. Wewe sasa ndio umepewa kitengo kama mkuu wa shule, una neno gani kwao? Mimi neno langu la kwanza ni kuwakaribisha. Kwanza ninawashukuru wale wazazi ambao tayari wametuamini na tuna watoto wao hapa, lakini ninawakaribisha wale ambao bado hawajaleta watoto wao hapa. Kiukweli watakuwa wanapitwa sana. Ukipeleka mtoto mahali pengine utakuwa unapitwa sana. Sisi tumewaka, hatuzimi, tuna uhakika kwamba kuna mahali tutakwenda kuipeleka shule yetu, na tunawasubiri watoto. Tunaamini sasa hivi wamemaliza kidato cha 4 watahitaji kwenda advance. Tunazo nafasi nyingi za kutosha kama unavyoweza kuona. Tuna miundombinu ya kutosha kuwapokea kidato cha 5. Kwa hivyo tunaomba wasiwapeleke mahali pengine watoto mpaka sisi tutakapoambiwa kama tumekosa nafasi, sasa wanaweza kuwaruhusu kupeleka mahali pengine. Kwa hiyo mimi ninawakaribisha sana Watanzania wote, nawakaribisha sana watu kutoka mikoa mbalimbali, wawalete watoto wao Beroya, hawatajuta kuwaleta mahali hapa. Mimi ninaamini kwamba watapata maadili, tutawapa maarifa, tutawapa elimu, lakini pia tutawapa maadili ya kiroho, kuhakikisha kwamba wanaweza kutoka hapa wakawa pia ni wanajamii wenye mchango mkubwa kwenye taifa lao. Naam. Pengine swali la mwisho kabisa, kwa wale ambao wamemaliza form 4 wanategemea kuingia 5 na 6, utaratibu upoje pengine wa kuingia hapa? Okay, utaratibu ni ule kwamba kwa hawa ambao tayari ni wenyeji wetu ambao wako hapa, wao wanafahamu kwamba unakuwa na form, unajaza form, then una join.
na hasa kwa hao wetu ambao wamemaliza hapa, wao wana tiketi ya moja kwa moja, kwa sababu wamefanya vizuri, wana performance kubwa na wanazo sifa za kujiunga na Beroya High School. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunawakaribisha sana. Kwa wale ambao wako nje pia utaratibu upo, unaweza kuja kuchukua fomu hapa shuleni, na nina uhakika kwamba pia ukijaza ile fomu kumleta mtoto au utajutia maamuzi yako. Naam, asante sana. Wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.